Ndugu zangu, haya yote haya tunapiga kelele kwa sababu gani? Mwanadamu anapokosa yeye kufanya juhudi ya dini, sifa yake inaanza kuhamia katika unyama. Yaani inategemea na ile level ya dini atakayokuwa amepungua. Sifa ya kwanza inakuja, anakuwa kama ng'ombe. Ng'ombe akishapata chake mwingine hamjali, awe mama yake, awe dada yake, awe shangazi yake, hamjali yeye. Lakini vile vile juhudi ya dini isipofanyika, anashuka zaidi, anafika mpaka anakuwa na sifa ya mbwa. Mbwa na kitu kile kwamba mimi bana lazima nipate peke yangu, mwingine yote asichukue. Kuna mkulima mmoja ng'ombe wake amekufa, akamchukua akamvuta naenda kumtupa ile mzoga. Mambo anafukuza. Mbwa wa kwanza kabisa kafika pale mwenye nguvu, anaanza kumla yule. Anakuja mwingine anamfukuza. Sasa wewe tumbo chako kidogo namna hii, uweze kumaliza ng'ombe. Kwa nini msile pamoja? Hataki. Leo walipokuja wengi sasa anaona atapigwa, sasa hasikilizwi tena, anazira naondoka. Sasa hii yote kwa sababu nini? Kwa sababu mtu anapokuwa hana juhudi ya dini anafika sifa hiyo. Utamkuta akishakuwa jambo lake litakiwi, halijakubaliwa, rai yake haijapita, anakasirika, anaacha familia, anaacha ndugu, anaacha jamaa. Lakini vile vile anapokuwa afanye juhudi ya dini, sifa inazidi kuharibika mpaka inafika sifa ya wanyama wakali. Hawezi kula mpaka aue. Ndio majambazi hao. Kakaba mtu, kaua, kachukua hela. Akina simba, akina chui. Leo kuna sifa moja nyingine ajabu sana kwa kukosa juhudi ya dini, sifa ya nyoka. Anapogonga hapati faida yote, hapati shibe kwamba amejaa tumbo lake ameshiba, wala kaongezekewa na damu, wala kapata nguvu. Nyoka, watu wa saikolojia wamemchunguza nyoka baada ya kugonga, anapokuwa ile kiumbe ile mgonga na papatika hivi, basi nyoka anapata furaha. Yaani yeye ndio furaha yake ile, kumwona mwenzake anapapatika. Mtu anakuwa anapata tatizo, kaunguliwa na nyumba yake, kaunguliwa na madrasa yake, au kapata ajali gari yake, afu mwingine apate faida yote kwa kuunguliwa yule, au apate hasara yote, lakini anafurahi. Alikuwa anajiona sana yule nyoka huyo. Yaani unapata furaha kwa kupata mwenzio tatizo. Sasa yote haya mapungufu haya ya juhudi ya dini. Kwa hiyo haja sisi kufanya juhudi. Juhudi ya kwanza kabisa ni juhudi ya imani. Sisi tumtambue Allah Subhanahu wa Ta'ala ni nani. Sasa hivi hatujamjua Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio maana tunaanza kukodolea macho viumbe kwamba fulani akiwepo atafanya, fulani akiwepo hafanyi. Bana bila fulani hapa haiwezekani. Hapana ndugu zangu, hao wote hawa wanamtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio mfanyaji.